mtu niliyepata changamoto ya figo takribani miaka 5 kwa sasa. Kwanza tunapambana na maumivu. Katika dunia hii kuna vitu viwili ambavyo vinauma sana katika mwili wa mwanadamu. Namba 1, ugonjwa unaouma ni ugonjwa wa figo. Namba 2 ni mzazi anapojifungua. Na leo ni siku ya mama duniani. Sisi tumekuja kuona na kuwahusia wamama, kadiri mnavyojisikia wakati mnapojifungua, sasa ongeza mara 2 yake. Sisi ndio tunaopitia changamoto tusipopata huduma sahihi ya usafishwaji damu. Kwa hiyo naiomba na kuiomba jamii ituchangie. Tumekuja hapa leo katika kituo chetu cha Baraka kama mwanzo wa kufikisha ujumbe katika jamii na kuieleza jamii kwamba ugonjwa huu upo na unamkuta mtu yoyote, awe dokta, awe profesa, awe mwanafunzi, awe kijana. Huu hauchagui, wote tunaugua. Ugonjwa huu ufahamike na watu wajihadhari nao, na vile vile watu wakishautambua hawatokwenda kwa waganga, kwa sababu takwimu zinaonyesha Pwani, Kisarawe 14% na Kaskazini 7%. Sasa najiuliza, wazalamu wenzangu, je, mnakuja hospitali au mnaenda vilingeni? Huu ugonjwa tuuangalie katika upande wa matibabu, lakini vile vile tupambane na kinga zaidi. Tujihadhari, tulinde afya yetu, na kupima afya ya figo ni jambo la msingi sana. Iwe ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kupima afya yake ya figo, ili kujua kama kuna shida, basi aweze kujihadhari mapema, hii hali isije ikamkuta. Kwa kweli naishukuru sana kituo changu hiki cha Baraka kwa kutoa fursa hii, lakini vile vile tuihusie jamii ichangie harambee hii ili kunusuru wenzetu ambao wanatibiwa kwa mfumo wa keshi. Kwa kweli tuwasaidie, hatuna wengine wa kuwasaidia zaidi ya nyie. Tunawaomba sana mtuunge mkono na mtuunge mkono sana katika swala hili, lakini vile vile sisi kama sisi hatuwezi, tunarudi kwa baba yetu ambaye ni serikali. Kwa kweli mtuangalie kwa jicho la huruma, hasa hizi taasisi za bima ziangalie mfumo mzuri ambao tutawekewa sisi wagonjwa wa figo. Ingependeza mgonjwa wa figo anapogundulika, basi swala hili liwe jepesi kabisa katika upatikanaji wa bima ya afya ili aweze kutibiwa. Manake kuugua ni moja, lakini kuwaza matibabu na gharama zake ni jambo la pili. Kwa kweli naiomba sana serikali na ninawashukuru sana Watanzania, tuunge mkono jitihada hizi na vile vile tuwe katika misingi, kwa sababu kuhudumia wenzetu na sisi wagonjwa ni swala la ibada, na kuugua ni ibada, ni baraka, na kuuguza vile vile ni baraka. Kwa hiyo namwomba Mwenyezi Mungu abariki na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na Kwaresima na siku muhimu leo ya mama duniani, basi ikawe baraka kwa nchi hii na sisi wagonjwa wa figo tuweze kufikiriwa na kuonewa huruma katika jambo hili. Kwa majina naitwa Happiness Paul Mwakamela, ni miongoni mwa wahanga wa figo, na tatizo la figo limekuwa likisumbua sio katika watu fulani tu, bali katika jamii yote kwa ujumla. Nikichukulia kwa mfano wa upande wangu mimi, tatizo limekuwa kubwa kwa sababu lina changamoto. Changamoto kubwa iliyopo ni kuhusu bima ya afya. Bima ya afya inatusaidia kwa sehemu, lakini kwa sehemu inatuachia sisi, yaani kwamba mwanga ujishughulikie mwenyewe. Kama unavyojua, ugonjwa sio kukaa siku 2 unapona, ni ugonjwa wa muda mrefu. Ili upone kuna mawili, aidha ubadilishiwe figo ama ufanye dialysis, usafishe damu. Lakini katika kusafisha damu pia kuna changamoto. Changamoto ziko nyingi sana, ikiwepo nauli. Nauli inakuwa shida kwa sababu ni kitu kama unafanya kazi mara 3 kwa wiki, unatakiwa ufike center au hospitalini unakofanyia hiyo dialysis. Kwa hiyo uchumi unakuwa unatubana sana sisi watu wa figo, kwa sababu ugonjwa ukishaingia ndani ya nyumba, pia hata uchumi unateteleka, kwa sababu figo haiji peke yake. Unaweza kushangaa imeletwa na vitu vingine, unashangaa unaumwa, pressure zimepanda, kuna sometime hata damu zinashuka. Na kama nilivyozungumzia kuhusu bima ya afya, kuna kitu muhimu katika leo hii dialysis tunafanya sisi wagonjwa, uaga tunapata shida sana ya kushuka kwa damu zetu.
yani damu kushuka ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kuna kitu kinakuwa kinatolewa pale kinaitwa EPO. Hiyo EPO tunachomwa sisi wagonjwa wa figo pale endapo damu inashuka, na kushuka damu kwa mtu wa figo ni kitu cha kawaida, hatushangai. Kwa hiyo mara kwanza bima ilikuwa provide imetugaia hiyo EPO ili tu tunaipata tunachoma, lakini sasa imetolewa. Kwa hiyo unakuta EPO unatakiwa ununue, wakati huo unatakiwa ufike kituo cha afya, wakati huo kuna dawa zingine pia zimepunguzwa. Kwa hiyo unakuta vitu vinakuwa ni vingi sana ambavyo vinakuhitaji, tayari ugonjwa umeingia, tayari una shida, lakini pia sasa serikali ingetukumbuka sisi wahanga wa figo. Kwa hiyo sisi ombi letu kwa niaba ya watu wa figo Tanzania nzima, Mheshimiwa Rais, mama yetu, mwanamke mwenzetu, tunakuomba utuangalie kwa jicho la pekee sana wahanga wa figo. Sisi tukipatiwa huduma sahihi, matumaini ya kuishi yapo 100% kubwa sana, lakini tukikosa matibabu kwa usahihi tunahatarisha maisha yetu. Kwa hiyo maisha yetu yanakuwa hatarini. Tunatamani kuishi. Kama tunatamani kuishi, basi tunaomba tuangaliwe kwa jicho la tofauti, tupate matibabu sahihi. Bima ya afya itukumbuke, ituangalie kwa jicho la kipekee. Mimi naitwa John Dekimbo Mushi, ni mmoja wa wagonjwa ambao tunapata huduma hapa Baraka Dialysis Center. Nina tatizo la figo sasa tangu nimegundulika ni miaka 7. Changamoto ya kwanza ndio hiyo ya chakula. Changamoto ya pili ni ya fedha, kwamba mwanzoni mgonjwa anaweza akamudu kugharamia matibabu akiamini kwamba huu ni ugonjwa wa muda, lakini baada ya muda anagundua kwamba huu sio ugonjwa wa muda, ni ugonjwa ambao ataendelea nao maisha yake yote. Uchumi wake unaanza kuyumba, hawezi kufanya kazi akazalisha. Ndugu waliokuwa wanamsaidia wanaanza kukimbia mmoja baada ya mwingine. Mwisho wa siku anabaki yeye na familia yake, na wengine wamekimbiwa mpaka na wake zao, familia zao zimewakimbia. Tunao ambao mke amemkimbia, watoto wamemkimbia, amebakia yeye na Mungu wake. Serikali iweke unafuu kwenye vifaa tiba, na hata ikibidi kwenye gharama za kufanya dialysis iweze kupungua. Kuwe na utaratibu ambao utakuwa ni rafiki kwa kila mtu, ili tuweze kufanya dialysis kwa kila wakati kama inavyotakiwa. Mimi kwa mfano, ningekuwa ni mimi, nazungumza kama mimi kwa akili yangu ndogo tu, ningeweza kuongeza senti 50 kwenye kila lita ya mafuta kwa ajili ya kusaidia watu wenye figo. Na hii inawezekana. Mafuta yote yanayotumika nchini, ukiweka senti 50 tu unakuwa umesaidia watu wenye figo, kama hizo fedha zitatumika kwa nidhamu.